kilo 50 ya biriani kupika ni 55k. Ya pilau kupika kila kitu changu, wewe ulipe tu mapeni. Ya pilau ni 50,000. Ime include kila kitu, ni leba, ni mimi mwenyewe nitaenda sokoni. Ikiwa unatashwishwa sema wapishi siku hizi wakora, weza nilipa leba yangu. Kupika biriani kilo 50 ni shilingi 6,000. Kupika pilau kilo 50 shilingi 4,000. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni biashara mashinani, na hii leo tukiwa mashinani tuko na kijana mchapakazi, kijana anayejua kazi yake. Kijana atatueleza yeye ni nani na biashara yake ni gani. Kama unavyoona nyuma yangu kuna marigedi hapa, kwa hiyo kaa mkao wa kula ukitarajia mazuri, maana hii ni ya kupika na kula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu katika kipindi chetu cha biashara mashinani. Shukran sana bro. Naam, kwa majina waitwa nani? Kwa majina naitwa Said Chiwera almaarufu Karanga Junior, mtoto wa almarhum Karanga, mpishi wa harusi zote, mazishi, kila sherehe Mtwapa hii na Kenya kwa jumla. Kwa vile ushasema mpishi wa harusi zote, tueleze hii biashara yako inahusu nini na kazi yako inahusu nini kwa ujumla? Kwa mara nyingi kazi yangu inahusiana na mambo ya kuandaa vyakula. Specifically yani almaarufu kwanza vyakula Kiswahili, mainly vitu vya asubuhi vya kunyelea chai, lunch na chakula chote kile ambacho sana mambo ya Kiswahili. Pengine utupatie mfano wa chakula cha Kiswahili tukiangalia upande wa main meals. Main meals. Kwa mfano leo natayarisha biriani hapa ya sherehe kidogo, na pilau, michuzi hizi ya Kiswahili, makarikari, mainly choma, nyama, grill ya samaki, any type. Na pengine snacks zile umesema za asubuhi. Snacks, bajia, viazi, mahamri, chapati, sambusa. Kwa hivyo popote kambi yani. Popote kambi. Bora chakula cha Kiswahili. Kabisa. Mashaallah. Kwa hivyo hii ni kazi ambayo haswa iko na changamoto. Exactly. Lazima. Lakini kabla tuende kwa changamoto, nataka tuangalie hii kazi faida yake ni nini huwa katika maisha yako mwenyewe kibinafsi. Mimi kwa maisha yangu faida ya kwanza nitasema ni kipato. Maana na faidi nalea watoto, nimeoa na familia ambayo nailea. So nitasema ni faidi kipande ya kukimu familia yangu. Okay. Na katika faida za, maanake najua sisi tunaangazia vijana, kama wewe kijana unafaidisha vipi vijana wenzako, kama una support vipi vijana wenzako katika kazi yako? Naam. Mostly ama kwa mara nyingi shughuli kama leo niko na kijana ambaye anisaidia kazi, na bila shaka tukimaliza shughuli atafaidi pia, maana malipo atapata pia kidogo. Okay, kwa hivyo haswa ni kibarua vile. Kibarua. Kwa mfano kazi ikiwa nyingi ama iwe kubwa zaidi, tumepata harusi tuseme watu wataka kilo kama 300. Okay. Tunaweza kuwa zaidi ya vijana 5. Na wote watoka hapo ukiwa kila mtu atatoka akiwa mfurahi. Mashaallah. Na vipi jamii kwa ujumla yani inafaidi vipi? Jamii kama leo tunavyoona hapa, mimi siko kwangu. Okay. Ni mahali nimeletwa, nimeitwa nije nipike. Okay. So jamii kiupande wao wanafaidi kwa sababu wanapata kuenjoy chakula ambacho ni kitamu, wanapata kuwa satisfied na shughuli zao, hakuna malalamishi. Kila mtu anafaidi. Aswa kwa chakula. Unajiaminia chakula chako kitamu sana. Na bila shaka. Leo tutakionja leo baadaye. Tatesi tujue Chiwera iko vipi? Inshallah. Chiwera, pengine utueleze wewe hii kazi yako ama hii biashara kupika umeanza muda gani ama uko na muda gani katika hii kazi? Kama nilivyotangulia kusema awali kwenye kujitambulisha kwangu, marehemu babangu alikuwa ni mpishi mkubwa sana. Okay. Tuseme hii Kenya, yani alikuwa anatambulika pande nyingi za hii nchi yetu hapa. Na nilianza kuipenda kwanza nikiwa mdogo kabisa. Nakumbuka nilikuwa mara nyingi namfuata na kwenda shule, naambiwa wewe nenda shule kwanza. Okay. Nenda shule kwanza, alafu wakati ukifika utaingia kwa kazi nitafundisha. Wewe bado mdogo, lakini mostly kwa experience yangu ambayo nimekuwa nayo mimi mwenyewe
kwa at a personal level ni takriban miaka 12 15. Mashaallah. 12 mpaka 15 hapo. Okay, hiyo ni at a personal level. Kuanzia nilivyotolewa kwa mikono ya mzee, nikawa sasa naweza handle shughuli, naweza pika, nikaenda na vijana wenzangu na tukafanya na tukatimiza. Mashaallah. 15 to 12 years. Mashaallah. Na pengine utueleze, umegusia kisa ambao kwa mdogo ukifanya hiyo kazi. Nini kilikupelekea wewe? Aswa tueleze hiyo historia kilikupelekea wewe mpaka ukaipenda hii kazi ya hii shughuli ya kupika ama shughuli ya upishi. Kiufupi nitakwambia kitu kimoja ndugu yangu. Unajua shughuli ya kupika kwanza ni kula. Na mzee alikuwa akija nyumbani amebeba chakula, naona watu washerekea nyumbani. So na mimi nikana ile aji ya kuwa wacha nikitoka na mzee labda nitakula. Hiyo time nikiwa mdogo. Sasa nilikuwa na ile kupapatikia chakula, najua nitakwenda kula na nitabeba mpaka nyumbani. Lakini sasa hii nimekuja kupata hisia tofauti kwa sababu upishi ukiupenda na huo utakupenda. Utafanya na hutakosea na utajulikana. Wafaidi mara mbili zaidi. Kula utakula kama ulivyokuwa tarajia na kulipo utalipo. Kwa hivyo unafaidi mara mbili. Nafaidi mara mbili. Na nafaidisha mara mbili ama zaidi. Kwa sababu katika faida tunaona wewe mwenyewe, vijana. Niko na familia, kuna vijana, kuna shughuli. Wote wanafaidi. Wote wanafaidi. Mashaallah. Pengine turudi sasa katika zile changamoto zetu ambazo ulisema utaangalia, manake hakuna shughuli ambayo haina changamoto. Changamoto ni nyingi sana kwenye hii kazi. Hasa sisi vijana huwa tuzingatie mambo ya safety kwenye kufanya hizi kazi za moto. Mara nyingi unakuwa encourage kama mimi sasa nimekwambia nimefanya kazi kwa miaka 15. Effect naziona saa hizi za kimwili na zile za dhulma za kudhulumiwa watu nje. Umeenda kupika huku lipwa, umeenda umefanya mtu amekuita mahali tikiti hakukupatia ama umefika kule ile chakula mmelewana kufanya sio amekuletea vitu vingine tofauti. Nishanelewa. Upande wangu wa kiafya nitasema nimekuwa na challenge sana kwa sababu wakati nikianza nimekuwa na nguvu nyingi sana, lakini nimekuja nimejua ukijiexpose sana kwa moto pia nguvu huenda ikapungua. Kuna time nilikuwa naenda pika mahali kilo 100 hata mimi peke yangu, lakini sasa hivi siwezi kupika kilo 50 mimi peke yangu, inabidi niende na mtu. Nishanelewa. So nguvu imeisha kwa sababu nimekaa sana kwa hii kazi kuanzia nikiwa mdogo. Manake sasa hizi mimi miaka 34. Ukiondoa miaka 15 kwenye yenye hiyo experience, utapata nimeanza kitambo sana. Nimeanza mapema nikiwa na umri mdogo. So effect naziona sasa hizi. Naziona effect kimwili, kiafya na pia hizo changamoto za watu naoenda kuwafanyia kazi. Mfano umeenda kupelekwa mahali wapika, mvua ya kunyeshea. Umeenda umepika mahali labda kuna wahuni, chakula umpika watu wamvamia jiko, mavurugu hivyo. So haionekani ile athari ya wewe umepika nini? Haionekani. Mara nyingi haionekani. Ushapika watu washakula, kazi yako imeisha, tena huna thamani. Lakini watu wakiwa na kucontact hivi wataka kupata kazi utasema wewe ni mfalme. Wanakuchukulia vizuri kabisa. Lakini ukishakanyaga kwa ground tu mambo mengi hubadilika. Kuna mahali ningependa tuangazie katika yote uliongea upande wa safety. Wale vijana wengi hawazingatii. Ningependa kuwasihi nini wale vijana ambao katika shughuli kama hizi ama shughuli zote kwa ujumla wamo ndani lakini hawazingatii safety yao? Mimi naona ni vizuri vijana wote including mimi wakati tukienda kupika vitu chakula kama hichi tuadili na moto kama huu, ni vizuri kujiangalia si wenyewe kiafya, kisha umevaa mavazi mazuri, yani umevaa labda safety shoes kwa sababu ni mara nyingi moto huwa dondoka, makaa moto yanadondoka, unaweza kanyaga. Labda ukihandle mambo ya moto pia uangalie. Sometimes kuna kisa jamaa tukienda kupika jiko ilianguka, iliteguka na akachomeka mkono na mguu. So watu waangalie wakienda mahali kufanya kazi kama ground iko sawa, ni steady, jiko umekaa mahali pazuri. Hiyo ndo mchakato mzima wa safety.
Naam. Kwa hivyo vijana wazingatie usalama wao, shughuli zote, si kupika peke yake, shughuli nyingi zingine ambazo huwa kidogo kuna shida kabisa au safety wao. Naam bwana Chera, tunaendelea katika hii biashara yako na story unayotueleza. Je, kuna mahali uliweza kukata tamaa katika hii biashara ukasema mimi basi siwezi tena, kisha ukarudi katika hii biashara? Naam. Na ukizungumzia swala la kukata tamaa, naam, kulingana na hii biashara, yes, exactly, kuna time nimefika mwisho kabisa, nimegonga ukuta, na si kitambo, kama miaka miwili hivi nyuma, kwa sababu hiyo time ndo nilianza kugundua kuwa na askari siwezi kufanya kazi, na kazi ni hizo za kudhulumiana kila saa, nikifanya hakuna mafanikio. Nikaja nikaamua kwenda mpaka North Eastern kwa Mandera County. Nikifika kule mambo yakawa kinyume na vile nilikuwa nimetarajia. Matarajio yalikuwa nimeweka mengi. Of course mshahara ambao nilikuwa nimepromisiwa ni mwingi, ambao sikuwa naweza kupata mahali kama na mahali kwenyewe palikuwa ni pakubwa. So nikaweka matumaini yangu yote kule. Ka focus na hiyo safari, ingawaje ilikuwa ni ya mitihani, kwa sababu wengi tunavyojua kule mambo ni hayo ya mara vita mara nini. Mara yangu ya kwanza nikisikia risasi nilisikia huko zikilia kwa wingi kila siku, usiku mchana, lakini nikavumilia kwa sababu nilikuwa nimefika mwisho. Lakini nilifika time huko bado mshahara ikawa wafanya kazi miezi miwili hujalipwa. Pesa hata shilingi moja haijaingia. Niko mahali ambapo si kwetu, kula na la bure, kulala na bure, lakini sicho nilichokifuata kule. Kule nimefuata mapeni kwa sababu naangalia familia, lakini malengo yakawa hayatimii. Sababu sikuwa naweza tuma na kitu nyumbani, maneno yakazidi nyumbani. Nikaanza kujam kule sasa, nimekasirika kwa sababu anilipi kazi, nikawa nimesusia. Ilibidi mpaka ikafika time nikaa sana nimetumia urongo, nikapewa tikiti ya kurudi nyumbani. Nimerudi nyumbani bila hata shilingi. Bila hata shilingi. Na nimekaa huko miezi 6. Bila hata shilingi moja. Hali kazidi kudorora. Pale mahali nilipokuwa nakaa, sipo nilipokuja hati nikakaa tena hapo kwa sababu nyumba ilikuwa dai. Na ikabidi sasa nihame. Mke wangu akarudi nyumbani kwao. Akae kiasi cha muda, mimi nikachukua nyumba nyingine ambayo ni ya hali ya chini. Nikae hapo kwa sababu ya hali ya kujikimu kiasi. Hali ikaendelea hivyo. Baadaye nikaja nikabuild up. Nilikuja nikapata kazi nyingine ya county, ilikuwa tenda ya michezo, department ya sports ya county. Wanipatia tenda nzuri ya karibia 300k. Hiyo ndio ikawa kama breakthrough. Sasa nikarejelea tena kazi yangu ya upishi. Okay. Kwa sababu sikuwa nataka tena kufanya kazi hapo nyuma. Baada ya moto yote nisema acha nitafute mahali niajiriwe, hata kama ni PZ ama ni wapi, lakini niangalie family kidogo, kwa sababu mambo kwa kama lengo na kazi za msimu na hata kuajiriwa na mambo ya upishi nimejaribu na haikuwa, Mungu hakupanga. Lakini nilipopata hiyo tenda moja nikafanya kidogo, nikasimama na miguu yangu miwili tena, ndo mpaka sasa nimefikia hapo. Katika shughuli kama hii ya kupika biriani, pengine ni vitu gani ambazo mtu anahitaji kama mlivyoona kuanzia mwanzo? Kitu muhimu cha kwanza ni hichi kitu ninachokata hapa, kitunguu maji. Baada ushakamilisha vitu vyako vyote, mchele, nyama, mafuta, tomato za madonge, tomato fruit, tomato paste, mdalasini, iliki na pilau mix za unga, mala, viazi, saffron ambao ni kiungo muhimu kabisa, saffron kwenye upishi kama huu wa biriani. Vitunguu saumu, tangawizi, dania na hoho. Hapo shakamilisha upishi wa rojo. Ushanaelewa? Kwenye mchele, of course mchele wako mzuri wa mapishi ya biriani ni Fatma siku zote. Fatma kama mchele ambao wafura, wabarik, hauna tashwisha, vunjika ni kama michele mingine ile. Huo ndo unaotoa taswira nzuri hata ukifungua kwenye biriani ama pilau. Tosha. Asante sana. Kuna kijana pale ambaye anaangalia video kama hii na angependa pia kujihusisha katika masuala ya mapishi kama hivyo unafanya. Pengine unaweza kumfundisha ama kumcoach
katika namna hiyo? Kumcoach of course naweza kumcoach kama kwa mazingira kama haya. Okay. Mfano nimepata shughuli na interest na moyo, kwa sababu vijana wengi huwa wana fail kwa sababu wao huweka tamaa kwenye pesa. Okay. Ukiweka tamaa kwenye pesa siku zote utajua ule ujuzi, kwa sababu utakuwa tumeenda kama hapo uulize au umelipa shilingi ngapi, usikia amelipa shilingi 5,000 ama 4,000 kupika chakula kama hicho ambacho tumpika sasa hivi. Uweke tamaa kuwa huyu nitaganya naye sawa sawa mapeni, bila kuzingatia kuwa mimi pia nilichukua muda kitambo nijifundishe hii kazi na nilikuwa na bidii na uvumilivu. Okay. Mpaka nikajua hii kazi, na wakati nilipojua hii kazi sikuwa nategemea tena fundi anifundishe ama nilipe. Nilianza kuchukua kazi zangu na nikawa nalipwa mshahara ule ninaotaka. Yeah. So kuwafundisha ni always ni bure, ni nguvu yake mwenyewe kijana na time yake, kwa sababu mimi sina shule. Shule ni hizi kazi tunazozipata. Kama mtu ana moyo na ana muda anaweza kuja kujifundisha. Wapo ambao naweza kusimama mbele ya watu na nikasema mtu fulani nimemfundisha, mtu fulani nimemtoa mahali akiwa hajui mpaka sasa yuaenda kufanya shughuli zake, na si interfere na kazi zao. Akichukua kazi yake yafanya, achukua mahitaji yake na yeye ajikimu. Basi mimi kama kijana ningependa pia kujifunza katika masuala haya. Kwa hiyo tutafutana, tuwasiliane. Inshallah, always free, namba ya simu ipo. Inshallah. Katika hizi sherehe zetu kama nikah kwa mfano vile, pishi yetu ni ndani kwa ndani nyumbani. Elewa. Sasa pengine mtu anataka kilo kadhaa za biriani, na nataka kujua wewe kama Chiwera una charge vipi mapishi kama haya? Siku zote mapishi yaenda kulingana na type ya chakula. Waweza niambia nikupikia kilo 50 ya pilau, malipo yake ni tofauti na biriani. Kwa sababu biriani sote tumeweka taswira kuwa na fikra kuwa ni chakula delicate sana. Handling yake ni tofauti na kama wapika pilau. Sio mwenyewe mmeona hapa ile nguvu na muda ambao tumetumia kupika biriani si sawa sana ile utatumia kupika pilau. So pilau kilo 50 mostly huwa tunafanya ile outside catering. Ikiwa mtu yataka nimpikie nimdelivery chakula mpaka kwake. Kilo 50 ya biriani kupika ni 55k. Ya pilau kupika kila kitu changu, wewe ulipe tu mapeni. Ya pilau ni 50,000. Ime include kila kitu, ni labor, ni mimi mwenyewe nitaenda sokoni. Ikiwa unatashwishwa sema wapishi siku hizi wakora, weza nilipa labor yangu. Kupika biriani kilo 50 ni shilingi 6,000. Kupika pilau kilo 50 shilingi 4,000. Hiyo ni mbali na vyombo. Mbali na vyombo. Vyombo sufuria, sina vyombo. Mimi kifaa changu mwiko na kisu. Ndio ninachozunguka nacho. Ukitaka of course najua mahali ambapo vyombo vyatoka. Naweza kuchukua dhamana na ukalipa. Tukabeba vyombo tukaenda, lakini transport ni juu yako ya kunibeba mimi na kubeba na vyombo. Okay, asante sana. Kila kijana kuna ndoto na maono ya maisha baadaye. Pengine kama wewe ungejiona vipi katika miaka 5 ama tuseme 10 inayokuja katika biashara kama unayofanya wewe? Mimi ningesema yani kama ingekuwa ni miaka 5 iliyopita, basi ningesema saa hizi mimi mambo ya ndoto sina, kwa sababu miaka 5 ama 7 kuelekea 10 saa hizi kwenda nyuma ingekuwa ninasema sina ndoto, kwa sababu hiyo time nilikuwa sina familia, sina mtu anitegemea. Lakini saa hii ndoto ninazo tena nyingi sana, na sioni kitu kingine ambacho chaweza nikuza na hizo ndoto kama si hii kazi ya upishi, kwa sababu hakuna kitu kingine ambacho nimesomea. Ni upishi ndo nimesomea. Of course niko na certificate kidogo, niliweza kujifundisha mwenyewe, si mambo ya kichochoroni tu kupika huku nje. Nayo karatasi nishaelewa. Na ndoto yangu kubwa nilikuwa naweza miliki vitu, na ikawa mtu akinihitaji niende nipikie mahali kama shughuli kama hii, nimekuja na tent na masinia ama na masahani, niko na zile chefing dishes. Hivyo ndo nitaweza kusonga pale mahali ambapo nafikiria. Hata kama nitaweza kuown ama restaurant iwe kama ofisi ambayo sasa mtu akinihitaji yajua niko mahali fulani. Sometimes natafuta kwa simu, saa nyingine upatikani, challenges za vijana. Lakini kama naweza own mahali ambao ni hoteli, hata kama ni ndogo, lakini ni iwe kama ofisi yangu hapo, kila mtu akinitaka niko mahali stationary, sitoki hapo. Pia kazi za kuitwa kila saa, wapishi wanazidi kwa wengi sasa hivi. Wanazidi kwa wengi. Kama tutabadilisha mfumo sisi wapishi wa kuitwa,
basi mahali ambapo nilikuwa naenda kitambo utakuta siendi sasa, kwa sababu kuna mpishi huko anitokezea mkwao yaishi kule kule na kazi za pungua. Sasa kwenda kule abidi aona haja kumlipia mtu fare aje apike, na kuna mpishi ile. Kama tutabadilisha mfumo tukawa na vifaa vya kutegemewa na shughuli za maana, basi ndoto zitaweza kutimia. Kweli kabisa. Na hichi kipindi kweli kuna watu wengi wanakiangalia, na kuna watu ambao wangependa kuinua vijana kama wewe. Pengine jambo gani ambalo ungependa kusaidia upande huo? Kwa sababu umeeleza ndoto zako kwa uzuri na kwa ufasaha zaidi. Ni kitu ambacho nimejifunza kwenye maisha, bila support kama binadamu huwezi fika mahali. Ati hakuna, wazungu wanasema no man is an island. Hakuna mtu ambaye anaweza jitegemea yeye mwenyewe tu kama kisiwa peke yake. Rongo. Lazima upate kidogo hapa, upate kidogo hapa ndio uweze kujibuild usonge mbele. Hivyo ndo tofauti tuishi kama binadamu. Mimi nitasema kitu kidogo tu kwa wadhamini. Mimi ni kijana na niko Mtwapa. Sidhani kama kuna watu hawanijui. Most of the people wananijua mimi. Na kazi ya upishi sijaanza leo. Nimeanza kitambo sana. Na progress imekuwa ngumu kumake kwa sababu kile kitu ninachokipata wakitia mdomoni, walipa nyumba, washughulikia mambo ya familia. Kama nitaweza kupata msaada kisha niweze kumiliki vitu kidogo vya kazi, nitaweza kukodisha pia mimi, nitaweza kupata mapeni ambayo ni extra bali na hii ya labor ya kupika. Vitu vidogo ambavyo waweza own ni kama sufuria, masahani, zile chafing dishes za buffet, vikombe labda, tent, vitu kama hivyo, kwa sababu hakuna shughuli saa hizi. Kitambo toka kaenda na vyandarua, lakini mambo mpito na wakati. Siku hizi watu wanakaa kwenye viti na tent, si tena ati kwenye majamvi na vichandarua zile za kitambo. Vitu kama hivyo ndio vitu ambavyo vamkuza mtu kwenye sekta yangu ambayo niko nayo ya catering. Siwezi kucompete na watu wengine ambao ni ma big fish. Mtu akichukua harusi amechukua kila kitu, na mimi naitwa tu nende nipike, bei yangu itakuwa tofauti na yule ambaye ameitwa na kila kitu. So nikiweza kupata hivyo vitu nitainuka, na inshallah kila mtu atabarikiwa. Katika makala yetu haya tuwakupatia sekunde 60 uweze kujiuza na kujitangaza kwa wale ambao wanatazama video kama hii. Kwa majina naitwa Chiwera Said almaarufu Karanga Junior. Ni mtoto wa marehemu mpishi mkubwa wa Mtwapa hii Karanga ama Saidi Karanga. Mimi nadili na mambo ya upishi na Swahili cuisines hizi. Mambo vyakula vya Kiswahili maarufu pilau, biriani na kadhalika, na vitu vya breakfast almaarufu bajia, viazi karai, hivi vya Kiswahili. Na ikiwa wataka kunipata, labda kuna shughuli ama wataka kupata consultation na mambo ya upishi, nambari yangu ni 0758331740. Sina namba nyingine, namba yangu ni hiyo. Na ukiwa wataka kunipata, mimi niko Mtwapa hapa. Mtwapa nyuma ya National Bank. Basi. Pengine upatie nasaha vijana ambao wanaangalia kipindi kama hichi. Maanake wewe tayari ni kama huwa kwao wanakuangalia wewe. Wamesikiza video kama hii mpaka mwisho. Kana si vijana wetu. Mimi nitasema maneno matatu kwa vijana. Jambo la kwanza, maskani hailipi. Jambo la pili, maskani hailei. Na jambo la tatu, maskani hainui mtu akatoka mpaka kafika mahali ambao sote tutategemea. Nasema hivyo kwa sababu gani? Kama kuna mambo ya maskani, mtu ambaye alikuwa busy nayo na mambo ya maskani, basi mimi ni mmoja wao. Na ilifika mahali ikawa siwezi focus na kitu kingine chochote. Ni mimi na maskani na mimi. Kitu ambacho nitawaambia ni kuwa mimi niko open kwa ushauri, na niko open kwa kusaidia na mambo ya kikazi. Hatuna si kubwa, lakini maskani na hakika tutatoka. Tukitoka namna hii kwenda kupika ama kwenda kumfanyia mtu kazi, ndo exposure hiyo apata, kuliko kukaa mahali pamoja kila siku. Story ni hizo, mambo hayabadiliki, maneno ni yale kila siku, hakuna ukuaji wowote. Biashara yangu iko open kwa kila mtu yule anayejisikia kwenda kutembea na mimi na tukajifunza mambo mawili matatu. Hizo ndo nasaha zangu kwa leo. Maskani hailipi, maskani haijengi chochote kwenye maisha ya mtu yote. Na kama kuna mtu alitoboa na mambo ya maskani,
basi sidhani kama hata kuna hata mmoja. Kweli hiyo ni nasaha kubwa ambayo umepatia vijana wetu hawa, na natumai unaweza kuangalia video kama hii utaipata mpaka mwisho, na ni kipindi ambacho si hadithi tu ya kawaida bali ni safari ya kijana huyu kwa jina Chiwera, na ameongea mengi na ameweza kuwaeleza wale wadhamini ambao wangependa kumshika mkono aweze kufika mbali, aweze kutimiza zile ndoto ambazo ako nazo. Kwa kweli hii ni Biashara Mashinani, na mimi niko wako Al-Akh Yusuf Musa, na nyuma ya kamera niko ndugu yangu Hassan Adam Yusuf. Tupatane wakati mwingine.